Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Napenda kuwakaribisheni katika channel ya Dimu TV, channel ambayo imekuwa ikikuletea madarasa mbalimbali yanayohusu masuala yetu haya ya tiba zetu hizi za asili. Leo nipo katika haya mazingira ya pori huku. Nimekuja kutafuta miti, lakini nikaona nipate fursa ya kuweza kuwafahamisheni walau jambo moja katika kipindi hichi cha mwezi mtukufu wa Ramadhani. Najua tuko katika kipindi cha mwezi mtukufu wa Ramadhani, mwezi ambao mambo mengi mabaya yamefungika na mambo ya khairia ndiyo yanayotawala kwa sasa hivi. Bimaana kwamba milango ya moto imefungwa na milango ya pepo imefunguliwa. Mbingu na ardhi zote zipo wazi. Kuna vitu vingi sana ambavyo ukivifanya ndani ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, basi unapata mafanikio ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani na nje pia ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, maana nje ya maisha ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa kama utakuwa labda una majambo, una matatizo, una shida za namna mbalimbali zinazokusumbua na zinazokutatiza katika maisha yako, ninakusihi sana pendelea kufanya ndani ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhani mambo mbalimbali kwa ajili ya kuweza kujifungua matatizo yako, kwa ajili ya kuweza kujifungua vitu vinavyokusumbua. Una maradhi mazito ambayo yanakutatiza, una shughuli ambazo zinazofungamana haziendi kwa uzuri, una biashara ambazo zinahitaji upate wateja lakini wateja huwapati, una mikosi iliyogandamana, una vitu vizito, basi kimbilia ndani ya mwezi huu wa Ramadhani kuvifanya vitu hivyo ili uweze kupata kunusurika juu ya mambo mazito ambayo yanayokusumbua. Mimi nitakuelekeza jambo moja. Jambo lenyewe ni kwamba katika kipindi hichi cha mwezi mtukufu wa Ramadhani, chukua nafasi ya wewe kuwa unafuturisha watu. Ingawa unaweza kusikia kufuturisha watu basi ukashangaa au ukastaajabu au ukasema mimi sina uwezo wa kufuturisha watu. La, una uwezo wa kufuturisha. Umeelewa? Isipokuwa hili neno kufuturisha tunalibeba katika uhali ya uzito. Kufuturisha ni nini? Kufuturisha au kufuturu ni hali ambayo inatokea kwa mtu aliyefunga na kutanguliza kitu cha kwanza chakula inapofikia muda wa kufungua kwake swaumu. Mfano, labda mimi nimefunga leo, imefika muda wa kuftari jioni, basi nikachukua kokwa langu la tende moja nikala, pale tayari mimi nimeweza kuftari, nimeweza kufuturu. Kichokuwa kimebakia sasa ni kwenda nyumbani na kwenda kula chakula. Sawa? Maana kuna kula alafu kuna kuftari. Sasa kile unachokitanguliza wewe baada ya wewe kumaliza somu yako katika ile siku, unataraji sasa kufungua. Kile unachokitanguliza kukila cha kwanza kabisa, ile ndio iftari. Kwa hiyo wewe binafsi unaweza kuchukua fursa ya kusema kwamba naenda kununua tende za shilingi 1500. Pakti kama ni kilo moja labda shilingi 5000 au shilingi 4000. Ukachukua pakti lako la tende ukapeleka mahala ambapo pana uhitaji wa watu kuweza kufuturu. Mfano, sehemu rahisi na nyepesi ni msikitini, basi ukachukua tende lako lile, ukachukua tende zako zile, ukazifungua, kisha watu wakaftari, watu wakafuturu pale. Adhana inatoka, basi watu wanapata zile kokwa za tende. Unadhani ni watu wangapi ambao utakaoweza kuwafuturisha katika siku hiyo? Ni mathawabu mangapi ambayo utakayoweza kujizolea? Lakini sasa kabla ya kupeleka hiyo sadaka yako pale msikitini, kabla kupeleka hiyo iftari yako pale msikitini au mahala popote ambapo unapoona kwamba pana uhitaji wa watu kufuturu, basi itilie kwanza nia. Hiyo iftari yako itilie nia kwa kile kinachokusumbua katika maisha yako. Una kitu gani kinachokutatiza? Una jambo gani ambalo linalokusumbua? Sasa pale tia nia zako. Ukishamaliza kutia nia zako, basi ndio sasa wewe binafsi unapeleka ile sadaka yako au ile iftari yako katika sehemu husika. Watakapokula, sawa, na wakasema alhamdulillah, wakashukuru, basi kuna mambo makubwa sana ambayo utakayokuwa umepata faida napo. Kuna vitu vingi vinaweza vikakufungukia katika maisha yako. Kuna thawabu nyingi utakazozipata, utakazozizoa. Maana kuna thawabu zingine za kuzoa. Moja ya thawabu ya kuzoa ni kuwafuturisha watu kwa vitu vidogo tu. Una pesa yako shilingi 3500, unaenda kuchukua dazeni moja ya maji. Sawa, unaenda kuchukua dazeni moja ya maji, 3500 sio 4000, basi unapeka msikitini. Ule muda wa adhana ukitoka, watu wanachukua maji yale wanakunywa kama kifungua swaumu. Sawa
hapa utapata manufaa makubwa sana pindi utakapokuwa ukidiriki kulifanya hili jambo. Kwa sasa mimi maana yangu kukwambia hivi kwamba kwa kama una jambo zito lolote ambalo uliokuwa nalo, riziki imefungamana, vitu vigumu vimeshikamana katika maisha yako na maradhi yasiyopona, kimbilia fursa hii ya wewe kuchukua hivi vitu kama tende, maji, ndizi au matunda, peleka kwa watu ambao wanahitaji wa kuweza kuftari. Sawa, uwafuturishe watu. Fanya hivi walau kila siku ndani ya mwezi mtukufu mzima wa Ramadhani, alafu ukiwa unatia nia juu ya mambo yako hayo magumu, Mwenyezi Mungu aweze kukuondoshea. Wallahi na kuhakikishia kwamba Mwenyezi Mungu atakuondoshea maradhi hayo, atakuondoshea matatizo hayo, na hayo magumu unayopitia kwa wepesi. Kwa upendelea kulifanya hili jambo, Mwenyezi Mungu atakufungulia kile ambacho wewe kinachokutatiza na kinachokusumbua. Kwa hiyo mimi nimependa binafsi niwaeleze katika hili, kwa kutumia huu mwezi mtukufu wa Ramadhani unaweza kufungua mambo yako, unaweza kufungua shughuli zako kwa kuwafuturisha watu. Kama ni tende, maji, matunda, basi kuwafuturisha watu kuna thawabu kubwa sana ambazo unazozipata. Cha msingi na cha kuzingatia tu, uhakikishe ile iftari yako ndiyo iwe ya kwanza kwa kumfuturisha mtu. Isiwe kwamba ameshakula ndo anakuja kuchukua kwako. Hapana, yani iwe ndio kitu cha kwanza cha yeye anachokula, yani kwamba bimana anafungua kupitia kile chakula chako wewe, basi Mwenyezi Mungu atakufungulia katika yale magumu ambayo uliokuwa nayo. Basi mimi nikaona niwaweze kuwapa faida hii mojawapo ya kuweza kuondoleeni matatizo hayo ambayo yanayowasumbua kwa kutumia kufuturisha watu ndani ya mwezi mtukufu huu wa Ramadhani. Vile vile pia kama una shida ya maradhi, una matatizo, unahitajia visomo vya dua, unahitajia tiba, huu ndio muda wa kufanya visomo vya dua. Huu ndio muda wa kufanya maombi, na kukaribisha sana katika mwendelezo wa dua zangu ambazo nazozifanya mara kwa mara. Na namba zangu za simu zipo katika sehemu ya description hapo chini, na katika screen pia namba zangu za simu zinapita. Aliyekuletea darasa hili si mwingine ni mie wako Maalim Kombo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.